Kanisa linawakumbusha Wakristo mateso na kufa kwake Bwana wetu, hasa wakati huu wa Kwaresma. Njia bora ya kuwaza matendo haya matakatifu ni kusali njia ya msalaba, yaani kufikiria vituo 14 vya safari ya mwisho ya Bwana wetu Yesu Kristo kabla kufa msalabani. Basi katika njia hii ya msalaba mwaka huu, Baba Mtakatifu anatuita tuwe watu wa matumaini. Matumaini makubwa ni yale ambayo tunapata kutoka kwa msalaba wa Kristo. Yeye aliyekufa kwa ajili yetu ametupa matumaini kwamba hata sisi tutakuwa na ushindi, tukiwa na imani na tukiendelea kumfuasa kila siku katika maisha yetu. Tunapoendelea kusali, tuendelee kukumbuka yale mengi ambayo tunayapitia katika maisha yetu. Yale magumu tuyaunganishe na msalaba wa Kristo. Yale yanayotutia hofu tumletee Bwana wetu Yesu Kristo. Na hata yale ambayo yanatuletea matumaini na furaha tuibebe pamoja na msalaba huu. Ni kipindi cha toba. Tujute dhambi zetu, tumrudie Mungu kwa njia ya kipekee ambayo tunakumbushwa na ishara kubwa hii ya Kristo kubeba msalaba. Na msalaba mkubwa ni huo wa dhambi zako na dhambi zako. Tuyajutie na tuombe msamaha. Tuombe. Ee Bwana Yesu Kristo, saa hii tunataka kukumbuka njia yako takatifu ya msalaba. Kwa mapendo makuu ulikwenda njia ya Golgotha ili kutukomboa. Ulimtii Baba wa mbinguni, ukafanya malipizi kwa dhambi zetu. Uwashe mapendo mioyoni mwetu tunapofuata vituo vya mateso yako. Uangaze akili zetu tupate kutambua makosa yetu, tupate nguvu, tupate kuyashinda. Njia yako takatifu itufundishe kuvumilia mateso, kutoa sadaka na kujitakasa. Tupate kushirikiana nawe katika matendo ya ukombozi. Mama Bikira Maria ni mama wetu katika njia ya safari hii ya mateso. Alimfuata mwanawe akiomba pamoja naye. Tumuulize pia awe mwombezi wetu katika mahitaji yetu ya sasa na ya siku zote. Kituo cha kwanza. Ee Bwana Yesu Kristo, tunakuabudu, tunakuheshimu.
hatungemleta hapa mbele zao. Bwana mheshimiwa, mtu huyo alisema atakomboa hekalu kwa siku moja. Alitaka kwa siku 3. Inawezekana kweli? Haiwezekani. Asulubiwe. Mheshimiwa, mtu huyo alifanya miujiza siku ya Sabato. Je, inawezekana? Haiwezekani. Asulubiwe. Mheshimiwa, mtu huyu alitoa mapepo akawatupia nguruwe zangu nikaenda hasara. Asulubiwe. Bwana mheshimiwa, mtu huyu alitembea juu ya maji. Inawezekana kweli? Haiwezekani. Asulubiwe. Tosha. Haya basi, mtoeni nyinyi mkamhukumu kulingana na sheria yenu. Sisi hatuna sheria ya kumua mtu. Je, wewe mfalme wa Wayahudi? Wewe wasema haya kwa hiari yako ama watu wengine wamekwambia habari zako? Ama ni Myahudi mimi? Serikali yako na makuhani wamekuleta mbele zangu. Umefanya nini? Ufalme wangu sio ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa ulimwengu huu, watu wangu wangenipigania nisije nikatiwa mikononi wangu. Lakini ufalme wangu sio. Basi, wewe mfalme. Wewe wasema kuwa ni mfalme. Kwa ajili ya haya nalikuja ulimwenguni. Kwa ajili ya haya nilikuja kushuhudia kweli. Na kila aliyowahiyo kweli kuniamini. Mimi sioni hatia yote kwa mtu huyu. Lakini kuna desturi kwamba mwafungulie mfungo mmoja wakati wa Pasaka. Je, niufungue mfalme wenyu wa Wayahudi? Si huyu, ila Baraba. Askari, fungulie Baraba. Keni mijeledi. Piga. Tazameni mfalme wenyu. Tazameni mfalme wenyu. Sisi hatuna mfalme. Haya basi, endeni. Maji. Damu yake iwe juu yenu na watoto wenu. Damu yake iwe juu yetu na watoto wetu. Damu yake iwe juu yetu na watoto wetu. Damu yake iwe juu yetu na Wazuia Mafarisayo wasimtambue Masia wao. Wivu ulitia giza mioyoni mwao wasione njia ya haki. Kwa sababu ya wivu walidai damu ya Yesu. Ndio wenzetu badala ya kuwaenea wivu. Hivyo utusaidie kuwaletea ukombozi wako. Mtakatifu wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa kwa Bwana. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Roho za waamini waliomo toharani wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa